Naomba tukaanze moja kwa moja kwa sababu chairman pia ameshaomba. Awakening the fire of true worship. Jana tulianza na tuliweka foundation, na jana tuliongea kwamba ibada sio tukio. Ibada sio tukio, wala ibada sio nyimbo za taratibu. Ibada ni posture ya moyo, is a posture of the heart. Ni hali ya moyo, ni namna fulani moyo unavyokaa kumwelekea Mungu. Hiyo ndio ni ibada. Na tukaona kwamba kwa mara ya kwanza neno ibada limetajwa kwenye Biblia. Hakuna aliyeimba wimbo. Neno ibada tunakutana nalo kwa mara ya kwanza wakati Ibrahimu anakwenda kumtoa sadaka Isaka. Anawaambia watumishi wake, tusubirini hapa, mimi na kijana twende tukaabudu, alafu tukarudi. Ibada ilikuwa nini kwa Ibrahimu? Kwa Ibrahimu ibada ilikuwa ni kufikia mahali ambapo hakuna chochote kinachoweza kusimama kati ya wewe na Mungu. Hata kama hicho kitu ni mtu unayempenda sana, kama mwanao wa pekee uliyemsubiri kwa muda mrefu kama Isaka. Kwa wewe na mimi hatuwezi kufika mahali pa ibada ya kweli kama bado kuna vitu vinasimama katikati ya mahusiano yetu na Mungu. Kama Mungu bado sio wa kwanza kwenye maisha yetu. Unajua Mungu anaweza kila kitu, lakini kuna kitu kimoja ambacho Mungu hawezi. Na hicho kitu chenyewe ni kuwa wa pili. Mungu hawezi kuwa wa pili. Ni either unampa nafasi yake ya kwanza au ataondoka hadi ukiwa tayari. Kwa hiyo ibada inaanza na wewe kumpa Mungu nafasi yake ya kwanza. Kuondoa chochote, kwa sababu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu, hicho kitu, hiyo tutaiongea kesho zaidi. Hicho kitu tayari kimekuwa ni Mungu na chenyewe wa herufi ndogo. Chochote kinachosimama kati yako wewe na Mungu, hicho kitu tayari umekipa nafasi ya Mungu. Sasa Mungu hawezi kuja kushindana, hawezi kuja kwenye competition. Kwa kama kuna ushindani bado, kama bado ufahamu wako unatoa room ya kitu kingine tofauti na Mungu kuwa na nafasi ya kwanza, maana yake bado hujajua Mungu ni nani. Kwa bado ibada haijaanza. Kwa jana pia tukasema neno worship linatokana na neno la Kiingereza worship. Value. Value, hapo ndio neno worship. Worship imetokana na worship. You are worthy, Lord, and the only thing we can do is to pour out our adoration and our love and our hearts to you, kwa sababu hicho ndio unachostahili. Kwa pale ulipo na vile ulivyo na kwa ukuu wako unastahili ibada. Hatumwabudu Mungu kwa sababu ya mambo aliyofanya. Tunaweza tukamsifu Mungu kwa mambo aliyofanya, lakini sababu ya kwanza kwa nini tunamwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu kwa vile alivyo. We worship God because God is God. Mungu ni Mungu na ndio maana anastahili. Yaani kwa sababu yeye ni Mungu, anastahili ibada. Jana pia tukaona kwamba Yesu anamwambia yule mwanamke Msamaria kwamba ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Sasa tukaona kwamba ibada ya kweli inaanza na ufahamu, kuwa na ufahamu sahihi, kujua unachokiabudu. Ukimjua Mungu utamwabudu kwa usahihi. Tukasema kwamba unaweza ukasifu, mtu yoyote anaweza akasifu. Biblia inasema kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Yaani kama unapumua, Mungu anakudai sifa, unataka au hutaki. Wewe ni mwanadamu au ni mnyama au ni mmea, as long as una pumzi ya Mungu, Mungu anakudai sifa. Lakini ibada sio ya kila mwenye pumzi. Ibada ni ya mtu mwenye ufahamu. Lazima uwe na ufahamu juu ya Mungu ili uweze kumpa ibada halisi. Bila hivyo utakuwa unaabudu usichokijua kama yule mwanamke Msamaria, na hiyo haiwezi kuwa ibada ya kweli. Ibada ya kweli, true worship, inaanza na understanding, kuelewa kwamba Mungu ni nani. Leo tutaendelea kutokea hapo. Kwa ibada inaanza na ufahamu. Inaanza na kutambua thamani na ukuu wa Mungu. Inaanza na kutambua thamani na ukuu wa Mungu. Ukiangalia kuna thamani kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Yaani kwa mfano ikatokea sasa hivi ukatoka hapa na gari, ukafika pale barabarani ukakuta kuna mbwa hata 20, ukawagonga bahati mbaya. Yaani baada ya hapo kama gari yako ni nzima utaenda nyumbani tu kawaida. Watu labda watasikitika tu na nini. Labda wenye mbwa wanaweza wakakufuatilia, lakini na wewe utawabana. Tukirudi kwenye sheria utawabana kwamba nyie mbwa wenu wanafanya nini barabarani.
bila uangalizi. Lakini ikitokea umemgonga mwanadamu mmoja ambaye hata ndugu zake hawafahamiki kabisa, hata inawezekana hata ni mgonjwa, yani hata hayuko sawa, lakini ukimgonga mwanadamu mmoja, kila kitu kitakujia kwa kasi. Serikali itakuja, wanadamu wengine watakuja, kwa sababu kuna thamani kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna wanyama ambao wana thamani. Ushai kupita kwenye mbuga za wanyama ukaona pale ukimgonga faru kwa mfano ni shilingi ngapi pale unatakiwa kulipa? Sheria zetu nafikiri zinasema unaweza hata ukafungwa hadi miaka 30 kwa kumgonga mnyama anayeitwa faru. Kuna faini utalipa. Kuna picha moja ilikuwa inasambaa, kuna jamaa wa Fuso amegonga twiga afu akaacha fuso yake akakimbia kwa sababu bei tu ya kulipa ya twiga ni zaidi ya fuso. Kwa akaona hapa bora mje mchukue fuso mkauze. Sasa hiyo ni value ya twiga. Sasa mwanadamu hakuna price. Hakuna mahali utakuta useme jamani ukigonga mwanadamu faini yake ni milioni hizi hapa. Haipo, kwa sababu mwanadamu ana value ya juu. Hata kuwa na haki za binadamu. Unafikiri haki za binadamu zimetokea wapi? Haki za binadamu na thamani ya mwanadamu, nataka sasa nikuambie ilikotokea. Thamani ya mwanadamu inatokana na sura na mfano wa Mungu aliyoubeba. Yaani kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, hiyo inamfanya anakuwa priceless. Value yake inakuwa ya juu sana kwa sababu amebeba sura, amebeba na mfano wa Mungu. Sasa kama wewe tu na mimi ambao tumebeba sura na mfano wa Mungu tuna thamani kubwa kiasi hicho, hebu fikiria Mungu mwenyewe sasa ana thamani kiasi gani? Value yake iko juu kiasi gani? Kama uumbaji wake ambao ameupa sura na mfano wake una thamani kiasi hicho. Na kwa kusema hivyo, nataka nikutie moyo kuanzia leo, usikubali mtu yoyote akufanye ujisikie kwamba wewe you are valueless. It does not matter una hela au huna, una wazazi au huna, una ndugu, una sapu au hauna. Yaani as long as wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ujue kwamba umebeba thamani ambayo haipatikani kwa fedha wala kwa dhahabu. Hiyo sura na mfano wa Mungu ambao umeubeba. Kwa mwanadamu ana thamani kubwa, japo ukimwangalia katika ukubwa wake. Unajua kuna wanafalsafa wasiomjua Mungu walishaga kusema mwanadamu is just an accident of nature. Kwa sababu akimwangalia udogo wake, hebu kwa mfano ukaenda space, halafu hata tu ukapita na ndege. Hivi unaweza ukamwona mwanadamu anayetembea huko barabarani? Sio rahisi. Lakini huyo mtu ambaye huwezi hata kumuona ukienda miguu michache tu juu, huyo ana value kuliko ndege zote za hapa duniani. Lazima kuna sababu. Na hiyo sababu ni sura na mfano wa Mungu ambao mwanadamu. Kwa sababu kiumbile mwanadamu ni mdogo sana. Mwanadamu hata sio ambaye ndio mwenye umbo kubwa. Kuna hadi madinosaurs ambao yamepotea kwa sababu ya ukubwa wake. Lakini mwanadamu ana value kuliko hayo yote kwa sababu amebeba sura na mfano wa Mungu. Nataka nikupe picha unavyomwabudu Mungu uweze kutambua thamani yake na ukuu wake. Yaani hiyo sehemu ndogo tu ya Mungu uliyoibeba inakupa wewe thamani kubwa sana kwa sababu ni kitu kikubwa. Sasa na Mungu pia ni Mungu. Mtunga Zaburi kuna kipindi fulani akatafakari akasema, akamuuliza Mungu akamwambia hivi mwanadamu ni nani? Who is man that your mind is full of him? Yaani ni kama mtunga Zaburi alikuwa anaona Mungu akiongea anaongea mambo ya mwanadamu. Mwanadamu akitenda dhambi badala Mungu amalizane naye aondoke, anamtuma anakuja yeye mwenyewe anakufa. Anasema who is this man that your mind is full? Mbona kama una mambo mengi sana ya kufanya Mungu, huyu mwanadamu unahangaika naye nini? Value, hebu sema value. Sura na mfano wa Mungu ulioibeba wewe ndio ilimfanya Yesu akaacha kila kitu akaja. Sasa kama hiyo sehemu ndogo ulioibeba ina thamani kiasi hicho, maana yake Mungu ambaye tunamwabudu thamani yake ni juu zaidi. Ni juu zaidi. Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunayafanya kama Wakristo ambao ni matokeo tu ya kwamba hatujui tunayemwabudu. Kuna vitu tunafanya kanisani, tunafanya kwenye maisha yetu ya Kikristo ya kila siku kwa sababu tu hatujamjua Mungu tunayemwabudu. Kuna discussion tunakuwa nazo
kwa sababu tu hatujamjua Mungu tunayemwabudu. Tuna discuss, tunatumia muda mrefu kuulizana hivi nini, kusikiliza mziki wa kidunia ni dhambi au sio dhambi? Kuolewa na mtu ambaye hajaokoka ni dhambi au sio dhambi? Next time ukisikia swali kama hilo, ujue umesikia swali linalotokea kwa mtu ambaye hamjui Mungu bado. Hajui, mtu anaabudu lakini hamjui Mungu anayemwabudu. Kuna vitu ukishamuona Mungu haviwi maswali tena. Yaani automatically ufahamu wako unabadilika. Kwa kuna vitu tunavifanya kwa sababu hatujamuona Mungu bado. Nataka nikuonyeshe Isaya 6 mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia inasema, huyu ni Biblia inaongea kuhusu Isaya. Inasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, Isaya anasema na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Sasa hii ni sura ya 6. Kuanzia sura ya 1 Isaya alikuwa anatabiri. Alikuwa anafanya huduma na utumishi, na alikuwa na huduma nzuri sana, lakini alikuwa hajawahi kumuona Bwana anayemtumikia. Alikuwa anaabudu, lakini alikuwa anamwabudu Mungu ambaye bado hajamjua. Sasa angalia mstari wa pili unavyosema, akamuona Bwana na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Kwa mara ya kwanza Isaya anapata introduction to the camp. Umeshawahi kwenda JKT? Wangapi wameenda JKT? Mimi form 6 yangu ndio tulianza kwenda JKT. Unakumbuka siku ya introduction to the camp? Lazima ibadilishe thinking yako kuhusu jeshi. Sasa Isaya na yeye alikuwa anaabudu, alikuwa anafanya unabii, lakini hapa kwa mara ya kwanza akamuona huyu Mungu ambaye alikuwa anasema habari zake. Akauona ukuu na utukufu wa Mungu. Sasa angalia mstari wa 6. Msikilize alivyoona haya mambo akasemaje. Anasema, ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kuanzia sura ya 1 hadi sura ya 5, Isaya anawaonya Israeli. Anawaambia Israeli, ole wenu ninyi, ole wa hiki na kile. Anatamka laana kwa Israeli. Lakini alivyomuona Mungu kwa mara ya kwanza, alivyoingia mahali pasiri kwenye uwepo wa Mungu, akapata encounter ya kwanza na Mungu, kwa mara ya kwanza Isaya anageuza kidole, anajigeuzia yeye mwenyewe. Anasema, ole wangu mimi. Anaanza kuyaona madhaifu yake. Anaanza kuziona dhambi zake. Utukufu wa Mungu unammulika hadi impurity zote ambazo ziko kwenye mixture ya yeye zinakuja. They came to the surface. Kwa nini? Kwa sababu ya utukufu ambao Mungu alikuwa ameubeba. Huwezi kumuona Mungu alafu ukaendelea kuishi kama ulivyokuwa unaishi. Huwezi kumuona Mungu alafu usimfanyie ibada ya kweli. Tunaweza tukafanya mambo mengi, tunaweza tukafanya huduma na tukafanya vizuri, lakini kuna kitu kimoja ambacho kitakuvunja na kukupa unyenyekevu, na hicho kitu chenyewe ni kuona ukuu na utukufu wa Mungu na jinsi Mungu alivyo. Ukimjua huyu Mungu tunayemwabudu, utakuja mbele zake kwa moyo uliopondeka sana. Utakuja mbele zake kwa unyenyekevu. Isaya anasema, ole wangu mimi. Nimefanya hao yote niliyoyafanya for 5 chapters. Lakini for the first time nimepata fursa ya kufanya reflection na kujua mimi ni nani. Na kujua mimi ni nani. Sasa Isaya kuanzia hapa sura ya 6, tukirudi kwenye maneno ya Yesu, akaanza sasa kuabudu anachokijua. Na hata ukiangalia huduma ya Isaya ikachukua a different turn kuanzia hapo. Unajua hakuna nabii wa Agano la Kale aliyeona vitu vividly vya Agano Jipya kama Isaya. Kwenye zile zinazoitwa messianic prophecies,
aliyetoa unabii wa kimasihi na kuona hadi Yesu kwamba atachubuliwa kwa maovu yetu, atasulubiwa kwa makosa yetu, adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu, na kumwona hadi Yuda kwamba atamsaliti Yesu na atakuja kufa. Hayo yote Isaya aliyaona, na ilikuwa ni miaka 700 kabla ya Kristo. Lakini hayo yote yalianza kwa kuingia mahali pasiri pa Mungu na kufanya ibada ya kweli. Hicho ndio ambacho kilibadilisha mchezo kwenye maisha ya Isaya. Ilianza na kuabudu anachokijua. Ilianza na kumuona Mungu na kuabudu anachokijua. Huwezi kuwa mwabudu halisi halafu maisha yako yasibadilike. Mojawapo kati ya ushahidi wa mwabudu halisi ni mtu ambaye ataendelea tu kuwa bora na bora na bora. Tabia ya Kristo itazidi kuumbika ndani yake siku baada ya siku. Kwa sababu kila mara unavyoenda mbele za Mungu kwa ibada ya kweli, ukitoka hapo utatoka na vitu vya kukufanya wewe uwe Mkristo mzuri zaidi. Kristo ataendelea kuumbika ndani yako kwa sababu every encounter with God itakuacha na kitu cha kukufanya wewe uendelee kumfanania yeye zaidi. Unajua kila mtu anafanania anachokiabudu. Kila mtu anafanania anachokiabudu. You become what you worship at the end of the day. Na hilo ni andiko. Zaburi 115 mstari wa 4 hadi wa 8. Mtunga Zaburi anasema, sanamu zao ni fedha na dhahabu. Huyu ni Mungu anasema. Kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazinusi harufu, mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Sasa angalia mstari wa 8. Wazitengenezao watafanana nazo, sawa na wote wanaozitumainia. You become what you do what? What you worship. Ukiabudu sanamu, utafanania ibada ya sanamu. Hivi aliyeupa umaarufu mlegezo alikuwa ni nani? Tupac Shakur, si ndio? One of those walioupa mlegezo umaarufu mkubwa alikuwa ni Tupac. Hadi leo tunapambana na mlegezo, kwa sababu kuna watu waliokuwa wanamwabudu, na kwa sababu wanamwabudu, kilichotokea ni nini? Wamefanana naye. Fuatilia vitu vyote ambavyo sio vizuri. Fuatilia vinapoanzia. Asilimia kubwa huwa vinaanzia kwa wanamuziki wa kidunia. Hivi umegundua kwamba saizi asilimia ya watoto wadogo wanaokunywa pombe imekuwa kubwa sana? Wewe una rafiki zako wangapi ambao wanakunywa pombe? Tunamwamini Mungu kwamba wewe hunywi. Tunaamini hilo. Siku moja nilikuwa nimesafiri, nilikuwa mkoa fulani, niko hotelini. Sasa ile hoteli niliyokuepo, nilikuwa nafanya kazi chumbani, ilikuwa sio kazi ya kutoka. Mchana hivi, nyuma yake kulikuwa kuna shule ya msingi, ina wanafunzi wengi. Mchana likaja gari la muziki, sio ilikuwa linapita tu, afu DJ alivyoona vibe la watoto wakasimama. Sasa nikaanza kuwasikia. Sasa DJ amesimama na gari limesimama, kuna speaker kubwa. Watoto ndio wametoka shule, kwa wameenda pale wamelizunguka lile basi. Nikaanza kuwasikia jinsi ambavyo wanatembea na DJ mstari kwa mstari. Wanaongea jinsi ambavyo bia ni tamu, jinsi ambavyo wanataka kulewa, jinsi ambavyo wanamtafuta mtu aliyemwaga pombe yao. Na unajua falsafa ya mtoto inatengenezwa akiwa na umri gani? Falsafa ya mtoto inatengenezwa akiwa na miaka 12 hadi 17. Ndio maana wanasema kwa mtu uliyekulia kanisani, ukifikisha miaka 17 hujaokoka, itachukua muujiza kwa wewe kuokoka. Yaani unakuwa una disadvantage, bora usingezaliwa kanisani. Kwa sababu unakuwa ushasikia neno la Mungu sana na ushatengeneza falsafa ya maisha yako na Mungu hujamuingiza. Haujagundua kwamba kuna watu wakogi kanisani tu, Wakristo wa dini ambao hawabadiliki. Yaani ana miaka 40 lakini yuko vile vile alivyokuaga tangu akiwa teenager. Yuko kanisani ana watoto wa nje, yuko kanisani anakunywa pombe, lakini Jumapili anakuja kwa sababu pale ndio kanisani kwake, hajai kwenda kanisa lingine.
Sasa huyo ni mtu ambaye ametengeneza falsafa ya maisha na Mungu hajamuingiza. Sasa fikiria hawa watoto tangu wakiwa na miaka 7, 8 wanasifiwa uzuri wa pombe, wanasifiwa uzuri wa wanawake, wanafundishwa namna ya kutreat mahusiano, kwamba wanawake ni watu wa kudispose, unamchukua baada ya muda unamwacha, unachukua mwingine. Wanafundishwa passion na lust, tamaa kuwa ndio upendo. Hivi unafikiri baada ya muda watafanya nini? Watafanya kile ambacho wanakijua. Hivi umegundua kwamba wewe hufanyi kitu chochote ambacho hukijui? Asilimia kubwa ya vitu unavyofanya ni vitu ambavyo unavijua. Kwa na hawa pia inakuwa hivyo hivyo. Sasa hiyo roho iliingilia pale kwenye ibada ya sanamu. Kuna wanamuziki ambao wamekuwa glorified, wanaabudiwa, wamepewa nafasi ya Mungu. Halafu matokeo yake ni nini? Wale wanaoabudu wanaendelea kuwa kama wao. Hivi hii roho ya kulelewa, watoto wa kiume kulelewa, kuchukuliwa na mdada tu mwenye maisha yake afu hivi Userengeti Boy ulipata nguvu miaka gani? Najua nyewe ni wa karibuni sana, lakini kafuatilieni, kuna kipindi fulani ma celebrities kadhaa walivamia hicho kitu kwa kasi. Kaangalia matokeo yake mtaani sasa hivi. Kaangalia hata homosexuality. Kuna kipindi kuna nyimbo zikaingia zikafungiwa, lakini zishaenda. Kaangalie baada ya hapo. Spirits, you become what you worship at the end of the day. Hautaona unabadilika saa ngapi, lakini the more you worship it, the more you worship it, you become what you worship. Na kwa Mungu pia ni hivyo hivyo. Ukimwabudu Mungu utaendelea kumfanania siku baada ya siku. Biblia inasema kwenye Wakorintho wa pili 3:18, 2 Corinthians 3:18 inasema, but we all with the unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Mtume Paulo anasema na sisi pia kama tunavyoutazama utukufu wa Mungu kwenye kioo, nimesema ni Wakorintho wa pili 3:18, tunabadilishwa, we are transformed. Yani the more tunavyokuja kwenye uwepo wa Mungu kwa ibada ya kweli, ndivyo transformation inavyotokea kwenye maisha yetu. Unavyozidi kuja kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ndivyo unavyozidi kumfanania Mungu, ndivyo unavyozidi kutoka utukufu kwenda utukufu. Na hili neno transformation hapa lililotumika kwenye lugha ya asili ya Kigiriki ambayo ndio imeandika Agano Jipya ni neno metamorphosis. Metamorphosis inatokea kwa nani? One of the examples ni kwa caterpillar anavyo transform kuja kuwa butterfly, si ndio? Au nimewaacha kidogo hapo kwenye biology? Ndio wenyewe hawa. Au hadi nikiwapiga kidogo anatomy na pharmacology ndio mtajua na mimi nipo. Lakini caterpillar anavyo transform kuja kuwa butterfly, hiyo ndio metamorphosis. Sasa na wewe kwenye hiyo state yako, kwenye hiyo stage yako uliopo, unavozidi kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ukautazama utukufu wake, ndivyo metamorphosis inavyotokea. Yaani unajikuta tu, unajua kuna vitu ambavyo unapambana navyo kwa sababu tu ya level uliopo sasa hivi kiroho. Yaani kuna mtu ana battle addictions, ana battle kukosa imani. Yaani akipitia jaribu boom tu likiisha, akapiga simu nyumbani, kukawa hamna siku mbili hajasikia. Kesho kutwa mnamkuta hata fellowship ameacha kuja, anakaribia kumwacha Yesu. Ametingishwa kidogo tu, hana mizizi. Sasa hiyo ni stage. Hiyo ni stage. Unavozidi kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ndivyo metamorphosis inavyotokea. Halafu yule lava yule caterpillar akishakuwa butterfly, hivi kuna kurudi nyuma? Hamna kurudi nyuma, ndio amegrow wings hivyo anaondoka. Na kwako pia ni hivyo hivyo. Mojawapo kati ya faida za ibada ya kweli ni kwamba transformation itatokea. Metamorphosis itatokea. Sehemu ambazo ulikuwa mdhaifu utashangaa umekuwa imara. Mimi nimesoma geography hadi form 6. Kuna kitu kinaitwa metamorphic rocks. Kuna miamba ambayo inakuwa formed na yenyewe kwa metamorphosis. Kwa mfano, jinsi ambavyo chokaa inakuwa marumaru. Ile chokaa ikiwa acted upon na elements, ina transform inakuwa marumaru. Ikipigwa na joto, ikapigwa na elements za nature, hiyo metamorphic rock inatokea. Sasa hivyo pia ndo kwa mtu wa Mungu.
Anaweza kawa ni mlegevu, ni mnyororo. Anaweza kawa ni mtu wa dhambi kama Isaya alivyokuwa kwa sura 5 zote. Ana midomo michafu, ana changamoto za mahusiano, ana kila kitu tu, yani vikao kila siku. Lakini huyu mtu akimjua Mungu akamwabudu katika kweli, nyewe wenyewe hamtajua amekuja kubadilika lini. Hamtakuja kujua amecatch the fire lini, kwa sababu transformation inatokea. Unajua wewe mwenyewe huwezi kujifanya kuwa Mkristo mzuri. Unaweza ukajitahidi kwa jitihada zako, lakini huwezi. Kitu ambacho unaweza ukafanya ni kusurrender kwa Mungu. Na one of the ways you surrender to God is through worship. That is how you abandon yourself to God. Halafu ukijiachia kwa Mungu, unavyoendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu, ndivyo transformation inavyotokea. Unakuja tu kushangaa kuna vitu vilikuwa ni vigumu sana, unashangaa vimekuwa vyepesi. Ulikuwa utachangaa ulikuwa huwezi kusamehe kabisa. Halafu sasa unajikuta umefikia level ambao hata kukwazika ukwaziki. Yaani mtu kukukwaza inakuwa ni kazi kweli. Kwa nini? Kwa sababu you have grown to a level. You have grown to a level ambayo sasa hivi umekuwa a butterfly. Ulikuwa unatumia nguvu sana kwenda mbele, yani kupiga hatua ilikuwa ni kazi sana. Kumbe ulikuwa ni katapila. Katapila hawezi kwenda mbali, lakini unajikuta tu ghafla all of a sudden, kadri unavyoendelea kukaa kwa Mungu katika ibada ya kweli, unajikuta you have grown wings. Unajikuta unaenda juu kwa mbawa kama tai, kama Biblia inavyosema. Kwa nini? Kwa sababu umemngoja Bwana katika ibada ya kweli. Hiyo ndio transformation inayotokea kwenye ibada. Unajua kuna version yako wewe ambayo Mungu anaitaka. There's a version of you ambayo itazirithi ahadi za Mungu kwa ukamilifu wake. Sasa hiyo version Mungu anaitengeneza kupitia ibada. Yaani wewe pata picha ya mtu anayechonga kinyago. Kichwani kwake ana picha anayoitaka. Lakini inabidi kile kinyago kitulie pale kichongwe. Kimpe muda huyu mchongaji aweze kukifanyia kazi. Sasa wewe pia na mimi lazima tukae kwa Mungu katika ibada ya kweli. Tumpe nafasi aweze kututengeneza tuwe vile anavyotaka. Biblia inaongea kuhusu Joshua. Ukisoma sehemu zote ambazo Musa alikuwepo kwenye uwepo wa Mungu, Joshua naye alikuwepo. Biblia inasema huyo Joshua naye ni kijana, hakuondoka humo kwenye hema ya kukutania. Hata baada ya Musa kuondoka, Joshua alibaki. Sasa baada ya Musa kufa, ni kama sasa Mungu alikuwa ameshaifanyia kazi ile version ya Joshua anayoitaka, na ameipata sasa. Anamwambiaje? Anamwambia hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Yaani kama Mungu anamwambia hii version yako hii, this one is unstoppable. Kasome kitabu cha Yoshua. Hakuna mtu aliyeweza kusimama mbele yake. Hakuna. Alikuwa anapiga wafalme. Kuna kipindi anapiga hadi falme 5 kwa mara moja. That is a worshipper. Biblia inaongea kuhusu Mordekai. Biblia inasema baada ya Hamani kuwa amejikuta amekoroga kule mambo kwa mfalme, alafu mambo yamemgeukia, akakimbilia nyumbani kwake. Alivyofika nyumbani akamkuta Zereshi mkewe. Mke wa Hamani alikuwa anaitwa Zereshi. Alafu yuko pale na marafiki zake wa Hamani wengine. Amerudi pale akawaambia changamoto aliyoipata, kwamba mfalme amemgeuka. Badala ya kutaka kuwaua Wayahudi, saizi ule msala umemgeukia yeye. Wale mke wake na wale wenye hekima wa Hamani wakamwambiaje? Wakamwambia huyo Mordekai kama ni Myahudi, wewe hutamuweza kuanguka mbele yake, utaanguka. Sasa kamwangalie Mordekai alikuwa ni nani? Mordekai was a worshipper. Jana nimekuambia kwamba worship is dedication, full dedication to God. Sasa Mordekai alikuwa amempa Mungu nafasi kubwa kuliko hata uhai wake. Unajua haya mambo yote ya kuuawa kwa Wayahudi alianzia kwa Mordekai kukataa kumwabudu Hamani, kumuinamia. Wewe na mimi usingesema ni kuinama tu jamani, tuiname tu mambo yaende, tuwe na hekima. Je, Biblia imesema kuna kuangamia kwa kukosa maarifa? Lakini Mordekai alikuwa anajua mimi namuinamia Mungu tu. Kwa hata maisha yake hayakukaa katikati ya yeye na Mungu. Yaani hata kama ni kufa na tufe. Hata wale rafiki zake Danieli walimwambiaje mfalme? Walimwambia Mungu tunayemwabudu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa
Yaani maisha yetu hayawezi kusimama kati yetu sisi na Mungu. Ili uweze kufikia level ya Wakristo wenzetu kule Nigeria wanaouawa kila siku, lazima uwe umefikia mahali ambako Mungu ana nafasi ya juu kuliko hata uhai wako. Maana hiyo ndio thamani aliyekuwa nayo. Paulo anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Yaani amefikia mahali ambako amekidharau kifo kwa sababu amemuona Mungu. Ameuona utukufu wa Mungu. Ufunuo 1 hapa mstari wa 9 hadi wa 16. Nataka nikuonyeshe mtu mwingine ambaye alimuona Mungu. Ufunuo 1 mstari wa 9 hadi wa 16 inasema, mimi Yohana ndugu yenu, huyu ni Yohana wa Ufunuo, na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Na alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Sasa tuanzie hapo kwanza. Yohana ametupwa kwenye kisiwa ambacho hakina watu, hakina binadamu yoyote. Kina wanyama wakali. Kwa nini? Kwa sababu historia inaonyesha walikuwa wamejaribu kumuua kwa njia nyingine, wameshindwa. Wakaamua kumtupa huko walio na wanyama. Na ametupwa kwa ajili ya nini? Sio kwa sababu alikuwa ametenda dhambi. Ametupwa kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Anasema nimetupwa kwa sababu ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Sasa alipofika kule, nataka nikuonyeshe mtu ambaye ni muabudu halisi, jinsi ambavyo hakuna kitu kwenye maisha cha kumtoa kwenye mstari. Yaani unaweza ukamtupia chochote na akawa sawa. Ametupwa kwenye kisiwa cha Patmo, badala ya kuanza kuimba nyimbo za uko wapi ye Mungu wangu. Kwa nini haya kwa nini umeyaruhusu haya yanipate? Mimi nimekushuhudia wewe na kulihubiri neno lako. Yohana akajikuta alivyotupwa, kumbe ni siku ya ibada bwana, ni siku ya Sabato. Akaingia zake rohoni, anasema nilikuwa rohoni katika siku ya Bwana. Yuko katikati ya wanyama wakali, manyoka, masimba, lakini yeye roho yake iko mbinguni anaabudu. Posture of the heart. Jana tulisema kwamba ibada sio mahali. Yesu alimwambia yule mwanamke, hakuna kuabudu tena Yerusalemu sio na kwenye milima. Waabudu halisi sasa hivi wanaabudu katika roho. Ibada imehamia rohoni. Kwa as long as roho yako uko nayo, unaweza ukafanya ibada ukiwa unafanya mtihani. Mimi sio mara moja. Kuna kipindi nikiwa law school, ghafla tu, mimi ni mwandishi. Nikiwa law school nafanya mtihani, ghafla tu nikapata revelation. Yaani Roho Mtakatifu akaanza kunishushia revelation za vitabu vyangu ambazo hazihusiani kabisa na ninachoandika. Kwa hiyo nikageuza tu karatasi yangu ya maswali kule nyuma nikaanza kuflow. Na mtihani wenyewe ulikuwa mgumu, kwa hiyo nilikuwa hata sina sana vitu vingi vya kuandika. Kwa hiyo nikaendelea. Kwa hiyo ungenikuta pale ungefikiri labda jamaa anajua. Kumbe hapo mimi niko zangu mbinguni muda huo na download vitu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Sasa as long as roho yako unayo, unaweza ukaabudu mahali popote. Unaweza ukazone off. Unaweza ukawa kwenye basi linapiga miziki ya kidunia, lakini wewe umesha disconnect, umesha zone off muda huo uko mbinguni. Unajua Biblia inasema tumeketishwa pamoja na Kristo wapi? Mkono wa kuume wa Baba. Kwa hiyo uko hapa duniani sasa hizi, alafu pia sasa hivi uko mbinguni umeketi pamoja na Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaabudu wakati wowote. Yohana aliabudu akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, na kwa sababu alikuwa rohoni, ndivyo ambavyo Mungu aliweza kumpata na kumpa ufunuo wa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hebu fikiria ingefika siku ya Bwana afu Yohana akawa yuko wapi? Kwa mfano Yohana angesema nilikuwa YouTube katika siku ya Bwana naangalia series. Nilikuwa Netflix katika siku ya Bwana asubuhi hiyo. Kabla ya ibada nilikuwa namalizia series yangu ambayo nimeiangalia usiku kucha. Series za Korea. Hivi angesikia sauti ya Mungu? Hivi unajua Biblia inasema baada ya Sauli, Paulo, Matendo sura ya 9, kupigwa na ile mwanga ule, akaanguka. Mungu akawa anatafuta mtu kwa ajili ya kwenda kumwekea mikono Paulo. Halafu Mungu akafanyaje? Biblia inasema malaika akamuita Anania, akasema Anania, akasema mimi hapa. Unaweza ukafikiri kwamba hicho ni kitu kirahisi sana, lakini unaweza tu ukasikia sauti kama uko connected in the spirit. Yaani Anania alikuwa yuko rohoni muda wote. Kiasi kwamba Mungu alivyoita, yani ilikuwa tu ameita mara moja tu mtu ameshaitika. Kwa nini? Kwa sababu he was in the spirit. Roho yake ilikuwa iko connected muda wote.
Kuna muda Mungu anatuita hadi anaona hapa sasa labda tujaribu tena mwezi ujao. Kwa hiki kiwango hiki cha vitu vilivyojaa humu ndani humu, sauti ya Mungu ni ngumu kuisikia. Lakini mtu wa Mungu wa kweli inabidi moyo wako uwe mwepesi. Yaani antena zako za kiroho ziwe sensitive muda wote, kwa sababu muda wote uko connected na mbingu. Muda wote Mungu anaweza akasema, akakuita jina lako afu ukasema mimi hapa. Hebu fikiria Paulo angecheleweshwa akawa kipofu miaka 3 kwa sababu tu Anania yuko zake anaangalia series. Angekuwa ametudhulumu kiasi gani kama mwili wa Kristo? Angekuwa ametudhulumu pakubwa, kwa sababu Paulo ameandika almost nusu ya Agano Jipya. Angeandika saa ngapi? Kwa kuna muda tunamchelewesha Mungu kwa sababu we are not connected in the spirit. Kuna mtu uko naye labda mnamaliza chuo, ungekuwa uko connected rohoni, ungekuwa ushamleta kwa Yesu. Mungu angekuwa ashakwambia mambo yake, umlete. Lakini hiyo inabadilika kuanzia leo katika jina la Yesu. Biblia inasema akasema nalikuwa rohoni katika siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo yaandike katika chuo, ukayapeleke kwa makanisa 7: Efeso na Smina na Pergamo na Thiatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia. Nikageuka niione ile sauti iliyosema nami. Hapa sasa ndo sakata linachukua sura mpya hapa. Kwa sababu kwa mara ya kwanza Yohana alikuwa anamjua Yesu yule aliyekuwa anakula naye mikate. Hapa sasa akamuona Yesu sasa ambaye amekuja kama Mungu. Anasema na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Amevaa vazi lililofunika miguuni na kufungwa mshipi na dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Na hapo hajamaliza. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Wewe umezoea ukimwaza Yesu unamwaza yule anayechorwa, yule ameshika kondoo. Mwamba sasa huyu hapa. Huyu hapa sasa mwenyewe. Huyu ndio tunayemwabudu. Yohana kwa mara ya kwanza anamuona. Yohana sasa alikuwa analala kifuani pa Yesu. Mwanafunzi apendwaye. Nataka nikuonyeshe response yake baada ya kuona. Biblia inasema, nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Yohana alivyomuona Mungu katika utukufu wake, response yake ilikuwa ni moja. Alianguka kama mtu aliyekufa. Huwezi kumuona Mungu alafu uendelee kuwa hai, kwenye mwili wako uendelee kuwa hai. Unajua Biblia inasema inabidi wewe ufe na mimi tufe ili Kristo aishi ndani yetu. Moja wapo kati ya sehemu ambazo zitakufanya ufe, mwili wako ufe huo. Wewe mwili unaowaka tamaa, ufe. Ni wewe kumuona mfalme. Huwezi kumuona Yesu katika ibada ya kweli, halafu uendelee kuwa hai. Uendelee kuwa sensitive. Uendelee kuwa mtu ambaye mwili uko hai na roho iko hai. Kwa hiyo unaenenda, kuna mtu anataka kumuonyesha Paulo kwamba alikuwa wrong kusema enendeni kwa roho, hamtatimiza kama. Anasema sasa hizi mimi naweza kwenda kuenenda na roho na mwili vyote pamoja. Unajua kuna mahali fulani katika Mungu ukifika lazima namna yako ya kufikiri ibadilike. Kwa kuna vitu ukifanya kunaweza tu kukaa na jibu moja kwamba you have not seen God. You have not entered into his presence. You have not had an encounter with him. Kwa sababu kuna vitu ukikutana na Mungu lazima vitabadilika. Lazima vitabadilika. Unajua tumejaa kanisani, tumejaa watu ambao hawana experience binafsi na Mungu. Yaani yeye mwenyewe Mungu, mimi ni mmoja wapo watu ambao tumekulia kanisani. Yaani sina kanisa lingine ninalolifahamu zaidi ya Pentecoste. Sasa niwaambie ukweli, sisi wa staili hiyo. Hebu ni wangapi hapo wenzangu, mko wangapi hapa ambao tumekulia kanisani? Sasa sisi ndio tunaharibu Ukristo. Sisi hapa tunaleta mazoea kwa sababu tunaishi kwa story za wazazi wetu.
Tumesimuliwa. Mungu hajawa personal kwetu, hajawa real. Hajawa real. Hebu muulize mwenzako, have you seen him? Najua umesimuliwa, najua umeambiwa shuhuda, lakini wewe mwenyewe umemuona? Kuna vitu ukimuona huwezi kufanya. Kuna transformation ambayo inatokea ukimuona Mungu wewe mwenyewe. When you see him, and you are going to see him from today. Kuanzia leo utakwenda kumuona Bwana. Mungu anakwenda kuwa personal kwako kuanzia leo. Mungu anakwenda kuwa dhahiri kwako. Kuna vitu mimi nimeshakutana, nafanya huduma kwa vijana. Nimeshakutana na kijana, mtu yuko chuo, ananiuliza hivi kweli, namaliza kuhubiri, ananiambia hivi, sasa mchungaji, sasa tuachane na mambo ya kuhubiri, hebu tuwe serious. Hivi ni kweli haya mambo uliyosema ni kweli? Kwa hiyo unaona mimi nilikuja hapa siko serious yani. Lakini huyu ni mtu ambaye hajafanyaje? Hajamuona Mungu. Hajamuona. Kwa sababu kukimuona Mungu kuna vitu vitabadilika. Kuna mdogo wangu mmoja nilimuongoza kwa Kristo. Halafu akawa tu ni mgumu kweli, namtia moyo kwenda kanisani, haendi, ameendelea tu na maisha yake. Halafu akapitia mahali pagumu sana. Hana kazi, hana nini. Halafu juzi tu, sio siku nyingi, alivyofika, unajua kuna muda ukifika sasa mwisho yani wa akili zako sasa ndo zinarudi sasa zile. Kuna akili zako fulani ambazo zikifika mwisho ndo akili zako halisi zinakuja. Akakumbuka sasa kwamba hivi kuna Mungu. Kwa akaanza kila siku anaamka usiku wa manane. Yeye mwenyewe ndo ananiambia. Anaanza kuabudu, anasikiliza nyimbo, spirit inspired songs, anasikiliza, anaimba, anaomba. Halafu baada ya kufanya hivyo kwa muda fulani, akaamua tu siku moja, akamwambia Mungu, hebu naomba tuongee leo kidogo. Akamwambia Mungu, naomba ujidhihirishe kama kweli upo. Naomba nijue, naomba unijulishe kwamba upo. Unajua kilichotokea? Alinirekodia voice note juzi nikiwa nakuja huku. Akanirekodia voice note, ananiambia nilivyosema vile, ghafla nikasikia mtu amegonga. Yuko mwenyewe chumbani, ni saa 8 usiku. Na anasema alivyosikia kule kugongwa, si ni ukuta au ni mlango, moyoni alikuwa na uhakika 100% kwamba huyo ni Mungu. Akanambia maswali yangu yameisha. Yaani hapo amenirekodia voice note, ananiambia saizi ninalala, nimekurekodia saizi ili sije nikakwambia asubuhi ukaniambia nimeota. This is real. Now I know kwamba Mungu yupo. Mungu amekuwa nani? Amekuwa real, amekuwa personal. Mungu amenituma nije all the way kutoka Dar es Salaam, nije kumwambia mtu mmoja kwamba saizi umefika kwenye season ambayo Mungu anakuja kuwa real kwako sasa. Mungu anakwenda kuwa real. Wewe mwenyewe utakuwa ukiongea, huongee vitu vya kusikia. Unaongea vya kwako. Umesikiliza shuhuda za watu kwa muda mrefu. Saizi ni muda wewe kuona shuhuda zako wewe mwenyewe sasa. Bwana anakwenda kuwa real kwenye maisha yako wewe binafsi. Wewe binafsi unakwenda kumuona Mungu kwa namna ambayo na ukishamuona wewe mwenyewe Mungu, ibada yako itabadilika. Utamwabudu Mungu kwa namna tofauti kwa sababu umemuona, muda wangu umeisha. Naomba tufunike macho angalau kwa dakika moja tu. Tumuombe Mungu. Hebu muombe Mungu, mwambie Mungu kwa uzuri kabisa. Mwambie Mungu, natamani experience yangu na wewe iwe mbichi zaidi, iwe real zaidi, iwe ya karibuni. Inawezekana ushai kumuona Mungu lakini ni siku nyingi sana. Sasa today is the beginning of another wave. Kuna wave mpya ambayo Mungu ameiachilia jioni leo. Hebu mwambie Mungu, niko tayari for this second wave, for this second encounter. Kwa huu ujio wako mpya niko tayari. Asante Bwana Yesu kwa neno lako hili la uzima. Bwana, ninamwombea kila mmoja ambaye amesikia neno lako jioni ya leo. Bwana, ninakuomba wewe ambaye Mungu umejidhihirisha, sio mara moja, sio mara mbili. Bwana, ukajidhihirisha kwa kila mmoja aliyeko hapo siku ya leo katika jina la Yesu. Mahusiano yake na wewe yakawe personal zaidi kwa sababu amekuona. Kwa sababu amekuona wewe Bwana, amekuona mfalme. Bwana, ukajidhihirisha kupitia matendo yako makuu, kupitia baraka zako, kupitia uweza na ukuu wako Bwana. Kama neno lako linavyosema kwenye Hosea 3 mstari wa 5,
kwamba Mungu utatutendea wema hadi tutakuja mbele zako with fear and trembling. Lord, I pray that you will shower your blessings upon your children. I pray that, Father, you will shower your goodness upon your children. Hadi watakuwa clear kwamba huyu ni Mungu. Hawatahitaji uthibitisho wowote. Hawatahitaji mtu mwingine awaambie. Wao wenyewe watajua kwamba huyu ni Mungu. Tumemuona Bwana, tumemuona Mfalme. Kama vile Hajiri alivyosema, nimemuona yule anayeniona. Hiyo experience Bwana ikawe ni real, ikawe personal, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana, maana malaika zako wanafanya kazi hiyo sasa, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana.